Jeshi la ulinzi la Israel IDF limethibitisha kuwaua makamanda wawili waandamizi wa kikosi cha Quds cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC katika mashambulizi yaliyofanyika ndani ya ardhi ya Iran, ikiwa ni sehemu ya operesheni inayoendelea dhidi ya miundombinu ya kijeshi na kinyuklia ya Iran. Kwa mujibu wa waziri wa ulinzi wa Israel Katz, Said Izadi, aliyekuwa mkuu wa kitengo cha Palestina katika kikosi cha Quds, aliuawa katika shambulio la anga lililolenga nyumba ya maficho katikati ya jiji la Qom. IDF ilieleza kuwa kuuawa kwa Izadi kulifanikishwa baada ya juhudi za kijasusi za muda mrefu. Taarifa ya IDF ilieleza kuwa Izadi alikuwa kiunganishi muhimu kati ya viongozi waandamizi wa IRGC, utawala wa Iran na viongozi wa juu wa kundi la Hamas, hasa kabla na wakati wa shambulio la Oktoba 7. Izadi anatajwa kuwa mmoja wa waasisi wa mpango wa Iran wa kuliharibu taifa la Israel, ambapo alihusika moja kwa moja katika uhamishaji wa fedha kutoka Iran kwenda Hamas kwa ajili ya shughuli za kigaidi, pamoja na kuratibu kikamilifu shughuli za Hamas nchini Lebanon. IDF ilieleza zaidi kuwa mpango huo wa Iran ulikuwa na hatua mbili. Kwanza, mashambulizi ya makombora kutoka kwa washirika wa Iran kote Mashariki ya Kati. Pili, uvamizi wa ardhini kutoka kwa maelfu ya wapiganaji kutoka Lebanon, Gaza, Syria na Ukingo wa Magharibi. Katika tukio tofauti, IDF imethibitisha pia kumuua Behnam Shariari, mkuu wa kitengo cha 109 cha kikosi cha Quds kilichokuwa kinahusika na usafirishaji wa siri wa silaha kwa makundi ya washirika wa Iran, hasa Hezbollah. Shariari alilengwa akiwa ndani ya gari katika eneo la magharibi mwa Iran, zaidi ya kilomita 1000 kutoka Israel. Kwa mujibu wa IDF, Shariari alikuwa mstari wa mbele katika kupeleka silaha kwa Hezbollah nchini Lebanon, makundi ya Palestina Gaza, pamoja na wanamgambo wa Houthi nchini Yemen. Alitajwa pia kuhusika moja kwa moja katika usambazaji wa mamilioni ya dola kwa makundi ya kigaidi kupitia mitandao ya kampuni hewa, kubadilisha fedha na usafirishaji wa pesa nchini Uturuki na Lebanon. Uuaji wa Shariari ni pigo kubwa kwa uwezo wa makundi ya kigaidi yanayozunguka Israel kujidhatiti tena kwa silaha, hasa baada ya kupata hasara kubwa mikononi mwa IDF, taarifa jeshi hilo imesema. Wakati huo huo, taarifa kutoka vyombo vya habari vya serikali ya Iran zinadai kuwa Ali Shamkhani, mwanasiasa mwandamizi na mshauri wa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, ambaye aliripotiwa kuuawa katika shambulio la awali la Israel mjini Tehran Juni 13, amepona majeraha yake na sasa hali yake ni thabiti hospitali. Shamkhani alithibitisha kuwa hai kupitia ukurasa wake wa X, akisema, "Ilikuwa ni hatima yangu kupona nikiwa nimejeruhiwa. Kwa hiyo bado nipo. Bado mimi ni sababu ya chuki ya adui. Niko tayari kujitolea mara 100 kwa ajili ya Iran." Kwa upande mwingine, Israel iliendeleza mashambulizi yake usiku kucha dhidi ya miundombinu ya Iran, ikiwemo vituo vya kuhifadhi makombora na miundombinu ya kijeshi katikati mwa nchi hiyo. Shirika la habari la Fars la Iran limeripoti kuwa mashambulizi hayo yalilenga kituo cha kinyuklia cha Isfahan, huku ulinzi wa anga wa Iran ukijibu mashambulizi hayo kwa kufyatua makombora ya kujihami. Kulisikika milipuko mikubwa, lakini hakukuwa na uvujaji wa vitu hatari vya mionzi, kwa mujibu wa taarifa za awali. Hadi sasa shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA halijatoa taarifa yoyote kuhusu hali ya kituo hicho. Attention! Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.